usisahau kusubscribe, like na comment. Mheshimiwa Waziri, mbele yako ni wadau wetu, ni viongozi wa mashirikisho kwa maana ya katibu, mwenyekiti na katibu wake, lakini pia tuna vyombo vyetu vya habari ambavyo tumevialika kwa maana ya kutuwezesha kurusha taarifa zetu. Ndugu wajumbe, karibuni sana kwenye kikao chetu. Kikao chetu kitakuwa kifupi. Kuna mambo kadhaa ambayo tutajadili ambayo bila shaka tuna agenda hapo. Sasa nitamwomba Mheshimiwa Waziri atafungua, lakini tutatambuana ni nani na anatoka wapi. Tutajadili kidogo wafanyakazi wa mashirikisho, alafu tutakuwa na maelekezo mbalimbali. Tutapata taarifa za mikutano. Kama mnakumbuka kwamba Mheshimiwa Waziri alikuwa anatembelea wadau, na kwenye vikao hivyo alikuwa anafanya vikao na wadau, na kwenye vikao hivyo kulikuwa kuna maelekezo, kulikuwa kuna ushauri, kulikuwa kuna maoni. Kwa hiyo tutaomba viongozi wa mashirikisho na makatibu au na makamu wao watazungumza, lakini pia tutapata fursa ya kusikia kutoka BASATA, bodi ya filamu, MUTI kwa maana mkurugenzi wa utamaduni, kuzungumza chochote kuhusiana na utendaji wetu wa kazi kwenye mashirikisho yetu haya. Kwa hiyo bora nisipoteze muda mrefu, naomba nimuombe Mheshimiwa Waziri afungue, baada hapo tujitambulishe. Karibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana. Mimi nimefungua, tujitambulishe. Basi naomba tuanzie kwa mkurugenzi wa utamaduni. Kama nilivyojitambulisha awali, ninaitwa Adrian Nyangamale, ni rais wa shirikisho la sanaa za ufundi Tanzania, shirikisho ambalo limeundwa na vyama mbalimbali vya sanaa za ufundi kwa msaada wa Baraza la Sanaa la Taifa. Shirikisho hili lina vyama 13, lakini juzi sisi tumezindua chama kingine, chama cha wanamitindo. Kwa hiyo chama 14, na hivi ni vyama vya kitaifa, lakini tuna vyama vingine vya mikoa na wilaya vidogo kama 54 hivi, na bado tunahamasisha uanzishwaji wa vyama vingine. Sasa shirikisho hili kama alivyo mashirikisho mengine, lengo kubwa la shirikisho kwanza kuunganisha nguvu za wasanii wa sanaa za ufundi kupitia vyama vyao, kwa sababu ilionekana hapo awali vyama vilikuwa ni vingi, kulihitajika mwamvuli wa kuunganisha hivi vyama ili kurahisisha utendaji wa kazi. Kwa tunafanya kazi bega kwa bega na Baraza la Sanaa la Taifa na wizara kupitia idara ya sanaa. Hatuna shaka na hilo. Kwa nini tuliona kuanzisha shirikisho hili? Tuliona kuanzisha shirikisho hili kutokana na hali halisi jinsi ilivyokuwa na changamoto ambazo zilikuwa zinakabili tasnia ya sanaa za ufundi. Kwa muda mrefu imekuwa inakabiliwa na changamoto nyingi sana. Nitataja chache tu. Moja ikiwepo kuvamiwa au kunyang'anywa kwa maeneo yaliyokuwa yanatumika au yalikuwa yametengwa kwa ajili ya sanaa hii. Sio jambo jipya, hata waandishi watakuwa wanajua. Mheshimiwa Waziri, changamoto ya nyumba ya sanaa imeyumbisha sana tasnia, na sasa hivi pale Mwenge kuna mvutano mkubwa, kuna watu wanataka kunyang'anya lile eneo. Kwa hiyo wasanii wamekuwa kama watoto, kama si neno gani zuri ya kutumia, lakini kwa kweli ni changamoto kubwa sana ambayo inatunyima hata ile hadhi ya kufanya kazi.
Hilo la kwanza. La pili, maeneo ya kufanyia kazi yamekuwa duni sana. Ukizunguka hapa nchini utakuta wachongaji, wachoraji na wengine wa sanaa hizo, wasusi na wasukaji na kadhalika, maeneo yao ya kufanya kazi yameendelea kuwa duni. Kwa hiyo tukasema jambo la kwanza ambalo tutaanza nalo ni kujenga ushawishi na uzengezi. Kwa hiyo moja ya kazi ambazo tumejipa kama viongozi wa shirikisho ni kufanya lobbying, kujenga ushawishi na uzengezi. Kwa nini ushawishi na uzengezi? Ilifika mahala hata serikali yenyewe ukimsimamisha kiongozi kumwambia ataje sanaa za ufundi zilikuwa zitajwi. Zilikuwa zinatajwa sanaa nyingine. Na mfano mzuri ni wakati wa kuelekea uchaguzi wa 2015. Wagombea wakati wanatangaza nia, wakati wanazungumzia habari za sanaa, walikuwa wataji kabisa sanaa za ufundi. Sisi tukajiuliza kwa nini? Anataka kulalamika. Tukasema kuna wajibu hatujautimiza. Ni lazima sasa tuamke, tusimame, tueleze sanaa za ufundi ni nini na nini mchango wake kwa taifa. Hiyo kazi tumeifanya na sasa hivi tunafarijika kuona kwamba hadi viongozi wanatambua sanaa za ufundi na mchango wake. Na ukiangalia katika michango mbalimbali ya kisekta, sanaa hii imechangia sana katika ajira. Kuna ripoti mbalimbali, ukienda Wizara ya Kazi pale wanakuambia kabisa sanaa za ufundi zinachangia sana katika ajira, hata pato la taifa. Hata tathmini ya baadhi ya sanaa ya mwaka 2006 ambayo ndio tunaitumia mpaka leo inakili kabisa kwamba sanaa za ufundi ndio sanaa ambayo ina ushiriki mkubwa wa wasanii nchini, ni zaidi ya nusu. Kwa hiyo tukasema tuna wajibu sasa wa kufanya uzengezi na ushawishi ili kujenga daraja kati ya wasanii na watunga sera na wafanya maamuzi, na hiyo tumeifanya vizuri. Lakini jambo nyingine ni kuhusiana na, tukasema tujikite zaidi kwenye utetezi, advocacy, kwa sababu kama ilivyo katika chama chochote au umoja wowote, kazi ya kwanza ya umoja wowote ni kusimamia haki. Tukasema tuangalie pia kwenye upande wa utetezi ili haki za wasanii wetu kupitia vyama vyao zisiendelee kudhulumiwa. Tunapambana kuhakikisha maeneo mbalimbali ikiwepo Mwenge hayaendi kwenye mikono ya wanyang'anyi kama vile ilivyokuwa nyumba ya sanaa. Lakini bado tuna imani, pamoja na kwamba nyumba ya sanaa imeporwa, kwa serikali hii ya awamu ya 5 na waziri wetu tunakuamini sana, ni mwanasheria, tuna imani kubwa haki itatendeka. Jambo la tatu na la mwisho ambalo tulijikita ni capacity building, kujengea uwezo wanachama wetu. Tukasema wanachama wetu wakishakuwa na uwezo, yani kwa maana ya vyama, basi haya yote ambayo tunayapigania watayapigania wao wenyewe, na kwa hiyo kazi yetu itakuwa ni rahisi. Nitatoa mfano mmoja. Wakati wachongaji wanahamishwa pale hapa Oysterbay kupelekwa Mwenge, serikali ilitoa eka 8 kwa ajili ya wachongaji, maana ilikuwa poli. Lakini kwa sababu walikuwa hawana uwezo, wakoja jengewa uwezo, zile eka zimepunguzwa, sisi zimebaki 2. Na hizo 2 pia wanataka kunyang'anywa. Kwa hiyo tukasema tuna jukumu sasa la kujengea uwezo
watu wetu ili waweze sasa kujitetea wenyewe, ili hizi dhuluma angalau ziwe zinapungua. Na sasa hivi tunafarijika kuona kwamba vyama vyenyewe sasa vinaanza kuhangaikia haki zao. Mheshimiwa, kuna pamoja na changamoto hizo, lakini kama shirikisho kuna baadhi ya mambo ambayo au miradi ambayo tumeianzisha ili kutibu changamoto hizo. La kwanza, utakumbuka wizara ilifika mahala ikalasimisha baadhi ya sanaa za filamu na sanaa za muziki, lakini wakati tunazungumza na wizara wakasema bwana, kwenye sanaa za ufundi kidogo kuna ugumu. Sasa nyinyi kwa sababu mko huko, mtusaidie namna gani tutairasimisha hii sanaa za ufundi. Tumeanza mchakato wa kurasimisha sanaa hii. Tuna mradi ambao tumeuanzisha unaitwa TASIP. Katibu wangu amevaa fulana leo ya TASIP. Labda aniruhusu asimame kidogo ili muione. Huu mradi lengo lake kubwa ni utaona kauli mbiu pale inasema jitambue, tambulika, inalipa. Huu mradi wa TASIP tumeuanzisha kwa ajili ya kwanza kuwatambua wasanii wa sanaa za ufundi nchini. Kuna changamoto ya baadhi ya wasanii hawajitambui. Kwa mfano wafinyanzi, wasusi na wasukaji ni sehemu ya sanaa, lakini wao pia huwa hawajitambui. Kwa hiyo tumesema tuanzishe mradi huu ambao utatembea nchi nzima kwa ajili ya kukusanya takwimu za wasanii ili ziwe sehemu moja ili iwe rahisi kuwafikia. Kwa nini tumefanya hivi? Tumefanya hivi kwa sababu kwenye mipango hata ya serikali, Mheshimiwa Waziri, inakwama kwa sababu ya kutojua hawa watu wako wapi. Sisemi kama ni sababu, lakini inawezekana kabisa hata mfuko wa utamaduni yawezekana au kupata mafanikio yaliyokusudiwa kwa sababu wale walengwa walikuwa wajulikani wako wapi. Na sasa hivi tunajua serikali ina mkakati wa kuanzisha mfuko mwingine. Tukasema hata kama tukiwa na mfuko alafu watu wetu wajulikani wako wapi, ni rahisi kuibuka. Kiswahili cha mjini wanasema makanjanja. Ni rahisi watu wakajitokeza hapo katikati ambao na uwezo wa kuandika proposal nzuri, wakanufaika wao, walengwa wasinufaiki. Kwa hiyo tukasema tuanzishe mradi huu ambao kazi yake ya kwanza ni kutengeneza kanzi database ya wasanii wa sanaa za ufundi nchi nzima. Ifike mahala ukimtaka msanii fulani iwe rahisi kumpata sehemu ulipo kwa kutumia teknolojia. Mradi huu umeanza na unaendelea vizuri na uko katika hatua nzuri. Tumeshafanya mini pilot kwa ajili ya kujaribu, kwa ajili ya kutest tools ambazo tutazitumia. Mafanikio ni mazuri. Sasa hivi tunao ripoti ndogo ambayo inaonyesha ni kwa namna gani hii sekta au tasnia sanaa za ufundi inaenda. Hadi tumeenda mbali zaidi, hadi mchango wa taasisi za kifedha. Sasa hivi kuniuliza ni benki gani inachangia zaidi kwenye sanaa za ufundi, Mheshimiwa, nitakutajia. Kwa research kabisa, sio kwa kubahatisha. Bwana. Na kwa namba. Kwa hiyo tayari tunayo hiyo mini pilot. Sasa hivi tunaenda kwenye pilot nyingine. Mnasema mnapata tabu sana kuhusu maeneo ya kufanyia kazi. Ili tungelielewa vizuri ni kwa njia gani? Kwa sababu mimi niko tayari kukaa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam tukakubaliana
kwa sababu tasnia hii si ya mzaha. Duniani kote ni tasnia yenye umuhimu wake katika sio tu kuhifadhi art, sanaa katika nchi, lakini vile vile ni chanzo kikubwa sana cha mapato ya nchi. Kwa hiyo mimi naomba nyie tuelezeni mnataka iweje. Je, mnadhani duniani kote pengine sanaa inafanyikia kuna maeneo maalum karibu na viwanja pengine vya maonyesho ya biashara, pengine wapi? Sasa nyie ni wa kutueleza sisi tuweze kufanyia kazi hayo. Ama sisi tunaweza kusema tukomba nyie twende Mabwe Pande. Mkiambia mtasema mmetupeleka tena. Sasa nyie tupeni hayo mawazo tuweze kuelewa. Si ndio mkurugenzi? Yeah, tupate njia ya kuelewa ili niweze kumwona waziri wa TAMISEMI, niweze kumwona mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na hata mameya waliopo around. Na uhakika tutapata jibu haraka sana. Na sio tu kwa Dar es Salaam lakini kwa nchi nzima. Sawa. Kwa hiyo changamoto yenu vile vile tunategemea sana kutoka kwenu, mtuambie tufanye nini. Nawapongeza sana kwa kazi ya kuwajengea uwezo wa wanachama wenu, capacity building. Nimesikitika kwamba mlipotolewa Oyster Bay mlipewa ekari 8 Mwenge zimekatakatwa zile ekari 8, zimebakia ekari 2 ambazo pia mnataka kunyang'anywa. Sasa hii ndio taarifa ambayo nafikiri hata Mheshimiwa Waziri wa Ardhi atafurahi kuiona, lakini tuwe na ushahidi wa kutosha. Kama kila kitu kipo, sidhani kama tunahitaji kubembeleza mtu kutoka nje atupe fedha ya kigeni kuliamua hilo swala. Ni mambo ambayo yapo na lazima yafanyiwe kazi, na nyie mnavyoona hii style ya serikali ya 5 ni haki mbele. Hakuna mnyonge katika nchi yake bwana. Mnyonge wa jana leo ndio anayejipiga kifua mbele. Sawa. Na mwisho niwapongeza sana kwa mradi huu wa TASIP. Mradi wenu maana ndio urasimishaji wenyewe huo wa kwamba kila mwana sanaa ya ufundi nchini hapa lazima atambuliwe. Sio kutambuliwa kwa kuandikwa kwa karatasi ya kufuta na kalamu ya kufuta, hapana. Atambuliwe kielektroniki. Na kutokana na utambuzi utakaofanyika, kila mtu ameingia kwenye kanzidata ya wanasanaa wa ufundi, basi hizo taarifa ndio zitakazotumika kuanzisha e-commerce, kuanzisha biashara ya kielektroniki ya kazi zetu za sanaa. Na nafikiri maendeleo mazuri sana, lakini tungependa tujue ni lini tuweza kusema sasa hiki kitu kimesimama vizuri sana. Najua mko na wenzetu wanaitwa data vision. Mmefika wapi exactly tuweze kusema kwamba ndani ya miezi 3 tutakuwa tunapata picha nzuri ili tuone hicho kikao chetu kinachofuatia. Tusifanye mara kwa mara.